Asante Bwana Yesu, uinuliwe Baba Mungu wa majeshi, maana hakuna kama wewe Jehova. Sitaona mimi, sitaona mimi, sitaona mimi, sitaona mimi aliye mwema kama Yesu. Sitaona mimi, sitaona mimi aliye mwema kama Yesu. Duniani mote nimetembea, sitaona mimi. Marafiki wengi nimewaona, sitaona mimi. Wazazi wangu niko nao, sitaona mimi, sitaona mimi aliye mwema kama Yesu. Wahubiri wote nimewaona, hakuna kama Yesu. Wahubiri wote nimewaona, hakuna kama Yesu. Hata watoto wangu nikiangalia, hakuna kama Yesu. Upendo wako ni wa ajabu, wewe Mungu wa neema. Sitaona mimi, sitaona mimi, sitaona mimi aliye mwema kama Yesu. Sitaona mimi aliye mwema kama Yesu. Sitaona mimi aliye mwema kama Yesu. Ndugu zangu nikitazama, sitaona mimi. Marafiki wangu nikiona, sitaona mimi, sitaona mimi aliye mwema kama Yesu. Upendo wa rafiki unaisha, upendo wa rafiki unaisha, upendo wa ndugu unaisha, lakini wa Mungu ni wa milele. Sitaona mimi, sitaona mimi, sitaona mimi aliye mwema kama Yesu. Kwa ajili ya kuamsha wewe pamoja nami. Hiyo ni baraka kubwa sana, ni neema kubwa Mungu ametutendea. Kwa hivyo neema ya Mungu imetawala. Asubuhi ya leo neema ya Mungu imetawala katika maisha yako pamoja nami. Napenda sana neema ya Mungu. Asubuhi ya leo tunasoma kwa ufupi sana andiko katika kitabu cha Ruth. Kitabu cha Ruth 2, nasoma mstari mmoja wa kwanza. Baba, katika jina la Yesu, nashukuru kwa sababu ya neno lako. Bariki kila mmoja ambaye ako tayari kusikia. Napoanza kutafsiri kwa ufupi, Mungu wa majeshi ukaweza kuonekana katika maisha yake. Kwa Yesu nimeomba, amen. Naona kwamba neno la Mungu linatuambia hapa katika kitabu cha Ruth ya kwamba Naomi alikuwa na ndugu ya mumewe aliyekuwa mtu mkuu mwenye mali nyingi. Jamaa yake Emaliki, na jina lake aliitwa Boazi. Tunaona kwamba mtu huyu alikuwa na mali nyingi sana,
lakini jina lake aliitwa Boazi. Huyu mtu ambaye alikuwa anaitwa Boaz, katika hiyo hali ambayo Naomi alikuwa ndani, ilikuwa hali ngumu sana na wasichana wake, kwa sababu aliwachiwa wasichana wakiwa wachanga na watoto wake, na watoto wake wote walikuwa wameenda. Sasa tunaona ya kwamba alipaki akihangaika na hao watoto, lakini ndugu ya jamaa ya mume wake, ndugu alikuwa na mali nyingi na hakujali. Mpendwa, asubuhi ya leo tunataka kujifunza kuhusu kusaidiana ama kuhusu kusaidia jamaa yako. Wakati Mungu amekubariki na amekuinua, usikose kusaidia jamaa yako, wasaidie nao, Mungu atakubariki sana. Kwa sababu wakati unakosa kusaidia, nawe hautabarikiwa. Huyu jamaa alikuwa na mali nyingi sana katika hiyo familia, na watoto wa ndugu yake walikuwa wamekufa, na huyu mama ndiye akapaki na kuhangaika na hao wasichana. Nataka nikwambia kwamba unapoona mtu yoyote anahangaika wa jamaa yako, kama uko na uwezo ambao unaweza kumsaidia, umsaidie, kwa sababu unamsaidia kuendelesha hiyo familia yenu ikaweze kusonga katika hatua. Na wakati unasaidia, usisaidie ukitarajia kuna kitu utapata. Saidia tu kwa sababu huyo mtu naye atakisaidia huko mbele. Kwa sababu ukisaidia mtu ukitarajia naye atakusaidia, hautapata chochote. Hakuna kitu utapata kwa huyo mtu. Lakini wewe fanya kulingana na vile Mungu amekubariki na vile Mungu atakuelekeza, ili usaidie huyo mtu wa jamaa yako akaweze kusonga hatua. Naona kwamba huyu mama alipobaki pale, alibaki tu katika hali ya uchungu na huzuni, kwa sababu watu ambao walikuwa pale hawakukuwa na shughuli. Na naona huyu jamaa yake ndio mtu ambao angemsaidia ili akaweze kufaulu, ili akaweze kupata nguvu, ili akaweze kuendelea. Nataka nikuambia kwamba asubuhi ya leo, angalia tu mtu kwa familia yako yule ambao anahangaika na wewe unaweza kumsaidia, umsaidie. Usiangalie ya kwamba atakusaidia aje ama ni nini utapata ama utafaidika aje katika huyo mtu. Kwa sababu wewe unaposaidia, Mungu naye atakusaidia na kukubariki katika uzao wako na atabariki familia yako. Na ningependa kuambia pia watu ambao wanasaidiwa wakati unasaidiwa na watu wa jamaa yako, kuwa mtu wa kutii na kunyenyekea na mwaminifu. Pia kitu ambayo inafanya watu wanaogopa kusaidia watu wa jamaa, wakati anasaidiwa naye anakuwa mbaya zaidi. Yaani anaweka kitu ingine ndani ambayo sio mzuri, na akiweka hivyo sasa inaonekana ya kwamba ni ngumu, hawezi kusaidiwa. Naomba kuanzia saa hii saidia jamaa yako vile unaweza, na Mungu naye atakusaidia. Asa kama kuna mama mjane mahali penye unatoka, kama kuna mama mjane katika familia yako ambao unajua ya kwamba anasumbukana, inafaa umsaidie ukijua ya kwamba unasaidia kuendelesha familia yako ama familia ya ukoo uliooleka ndani, naye Mungu atakubariki. Kwa hivyo najua ya kwamba ile kitu ambao inaenda kusema leo, ninasema ya kwamba Mungu anakupenda na Mungu amekubariki wewe uwe na mali nyingi, kwa sababu unaweza saidia. Kuna watu ambao wamebarikiwa sana, lakini roho ya hukumu iko katika mioyo yao. Kusaidia mtu ni shida. Kuokoa mtu mwingine ambaye ako na shida amsongeze hatua ni shida. Na wakusongezwa pia nao wamekuwa na shida. Wakati anasongeshwa anakosa kuelewa, anakosa kukumbuka, anasahau na anaongea matope baada ya kufaidika. Hiyo ndio imefanya sasa ili pepo la kutokuendelesha familia limekuwa mbaya, kwa sababu wakusaidia naokopa, hata mpewa shukurani, atapewa kusingiziwa. Na yule naye wakusaidiwa naye anakuwa mtu ambaye hajielewi alianzia wapi, alisaidiwa wapi. Anaona tu ako penye hako, hawezi kukumbuka penye Mungu alimtoa ama kama alisaidiwa. Nataka nikwambia kwamba kama wewe unasikia neno la Mungu asubuhi ya leo, usiwe kama huyu mtu ambaye alikuwa anaitwa Boazi. Alikuwa na mali nyingi sana ambaye angeita huyu bibi ya ndugu yake na aweze kumsaidia na hao wasichana
ambaye alikuwa amewachiwa, ampanguze machozi. Sio lazima amridhi. Unaweza tu kusaidia mtu, sio lazima uende kumridhi ukae kwake. Unamridhi aje? Wewe unaweza tu kusaidia hiyo boma, usaidia watoto ili waendelee kusonga katika hatua, ili wakae wakijisikia vizuri. Hawa wasichana walikaa na huzuni na mama yao, njaa iliwauma, waliteseka mpaka ikapiti Naomi awaambia kwamba kila mtu arudi kwao kwa sababu angeweza. Lakini Ruth akasema ya kwamba wewe utakuwa penye utaenda ndio penye mimi nitaenda. Penye utalala ndio penye nitakuwa. Lakini nataka nikwambia asubuhi ya leo, kama wewe ni mama kama hawa mama mjane lakini ungali hujafikisha miaka 60, Biblia inakwambia kwamba kuna ruhusa kwenda kuoleka kuliko kutanganya ya kwamba wewe utakaa tu na unahangaika, ama unahangaisha familia, ama unajiaipisha, ama unaipisha. Asubuhi ya leo ningependa kuongea na mama kama huyo. Kwa hivyo asubuhi ya leo ukisikia hili neno litakupatilisha na litakujenga na kusaidia katika maisha yako. Huyu msichana mwingine alipoambiwa aende Orba alienda, lakini Naomi Ruth akaendelea kukataa. Lakini kukataa kwake ingewezekana kwa sababu miaka yake na ilikuwa pato inamruhusu ya kwamba anaweza pata mahali na anaweza ishi. Na nataka nikwambie, kama uko na roho kama ya huyu Boaz, Mungu akusaidia asubuhi ya leo ukaweze kukairi na kutubu, na mtu yoyote kwa familia yako ambao unaweza kumsaidia na Mungu amani atakubariki. Nataka tuombe na wewe kwa sababu ya saa, na tutakifundisha zaidi hiyo maneno ya Ruth pamoja Naomi na Orba, kwa sababu ni familia ambao walikuwa na uchungu na kuna mambo walipitia ambayo hata wewe ukijichenga ukisikia itakuchenga na kutia moyo katika maisha yako. Nataka tuombe. Baba, katika jina la Yesu, Mungu wa amani, Mungu wa rehema, nakushukuru kwa sababu ya wema wako. Najua ya kwamba wewe ni Mungu mkuu ambao unastahili sifa na utukufu. Bariki kila mmoja ambaye ni mama mjane ama yatima, ambaye asubuhi ya leo anateseka, anahangaika, ana msaada, ana mtu yoyote ambaye anaweza kumsaidia. Wewe utakuwa Mungu, utashukisha msaada kutoka mbinguni. Umsaidie Baba, kwa sababu wewe ni Bwana. Mletee msaada kutoka mbali. Huyo mjane na huyo yatima akaweze kusaidika. Siku ya leo nimefunza kwa sababu najua ya kwamba kuna yatima na wajane wengi ambao wanateseka na wanasumbukana, na kuna watu katika jamaa yao ambao wako na mali na wamekataa kusaidia, wamekificha. Baba Mungu wa majeshi, wasiwe na roho kama ya Boazi. Ebu kuanzia asubuhi ya leo Jehova ukaweze kufungua kila mmoja ambaye anaweza saidia mjane na yatima, amsaidie. Ondoa hii roho ya kutarajia kwamba anapomsaidia lazima amridhi. Waone ya kwamba ni familia yao na wakaweze kuwasaidia. Kila mama mjane asubuhi ya leo mahali aliko, ninatuma uwepo wako wa Roho Mtakatifu. Baba, enda uwapikanie. Wengine hata wamenyang'anywa mashamba, wengine wako na makezi, wengine wameonewa. Baba, naomba neema yako takatifu iweze kukuza mama mjane, iweze kukuza yatima. Wakati utatenda hivyo nitasema na asante. Jina lako litukuzwe na liinuliwe, maana wewe ni Mungu ambao unaweza. Asante kwa sababu ya neno lako. Ni kwa Yesu mkombozi nimeomba na kuamini. Amen. Jana tulisoma kuhusu kukaa na furaha katika kitabu cha Wafilipi. Nikakwambia kwamba ukae na furaha ndio Mungu asikie maombi yako. Ukisonga tukafika, usijisumbue sana katika maisha yako. Na leo nimesoma kuhusu mjane. Kwa hivyo kama unaweza saidia mjane yoyote wa jamaa yako, tunaongea kuhusu jamaa yako, msaidie na Mungu atakubariki. Asante sana, tutakutana Mungu akitujalia. Uwe na siku njema. Mwiraje tunawaombea sana. Najua kwa kusikiliza Pendo, endelea kusikiliza Pendo, endelea kuchangia na Mungu wa amani afungulie kila shabiki. Ninaomba wale wachungaji ambao wangependa kupata nafasi kwa Pendo Radio, kwa Pendo TV, karibu sana. Nafasi yako iko inakungoja na utasiti kubarikiwa sana wakati unaeneza hapa injili ifikie watu wengi, na watu wengi wakipona na kuokoka, na Mungu atakuinua zaidi. Asante sana, uwe na siku njema. Amen.
umenitoa mbali, ndiposa nakuinua. Umenitoa mbali Baba, umenitoa mbali Mungu wangu, umenitoa mbali, ndiposa nakuinua. Nilipoita wokovu, uliitika ukaniokoa, ukanijaza Roho wako, ndiposa nakuinua Baba. Umenitoa mbali, umenitoa mbali Mungu wangu, umenitoa mbali, ndiposa nakuinua. Umenitoa mbali Baba, umenitoa mbali Mungu wangu, umenitoa mbali, ndiposa nakuinua. Umenipa imani, nimeendelea mbele kwa utuma wako Baba, ndipo nasema haleluya. Umenipa imani, umenishika mkono, ndipo sana kuinua, nasema haleluya. Umenitoa mbali, umenitoa mbali Mungu wangu, umenitoa mbali, ndiposa nakuinua. Umenitoa mbali Baba, umenitoa mbali Mungu wangu, umenitoa mbali, ndiposa nakuinua. Umenitoa kwenye kiza, umeniweka kwenye nuru yako. Umenitoa kwa kiza, umeniweka kwenye nuru. Natembea kwa mwangaza kwa sababu ya neema yako. Nasema haleluya, asante uinuliwe Baba. Umenitoa mbali, umenitoa mbali Mungu wangu, umenitoa mbali, ndiposa nakuinua. Umenitoa mbali Baba, umenitoa mbali Mungu wangu, umenitoa mbali, ndiposa nakuinua. Umenitoa mbali, umenitoa mbali Mungu wangu, umenitoa mbali, ndiposa nakuinua. Umenitoa mbali Baba, umenitoa mbali Mungu wangu, umenitoa mbali, ndiposa nakuinua. Pokea sifa, pokea sifa Mungu wa neema. Pokea sifa, pokea sifa, pokea sifa Mungu wa neema. Ulitembea juu ya maji, walimwengu kashangaa. Ulitembea upepo juu ya bahari, bahari kasimama. Pokea sifa, pokea sifa, pokea sifa Mungu wa neema. Pokea sifa,
sifa, pokea sifa Mungu wa neema. Ulitembea juu ya maji, wanafunzi wakashangaa. Iposa leo ninasema, pokea sifa Mungu wa milele. Pokea sifa, pokea sifa, pokea sifa Mungu wa neema. Pokea sifa, pokea sifa, pokea sifa Mungu wa neema. Ule Galilaya ulitenda miujiza, kaombea samaki na ile mikate watu wakashiba, kingine hata wakapepa. Iposa nakwambia, pokea sifa Mungu wa neema. Pokea sifa, pokea sifa, pokea sifa Mungu wa neema. Pokea sifa, pokea sifa, pokea sifa Mungu wa neema. Miujiza mingi umetenda duniani hata mbinguni. Iposa Yesu ninakuinua, pokea sifa Mungu wa neema. Pokea sifa, pokea sifa, pokea sifa Mungu wa neema. Pokea sifa, pokea sifa, pokea sifa Mungu wa neema. Pokea sifa, pokea sifa, pokea sifa Mungu wa neema. Pokea sifa, pokea sifa, pokea sifa Mungu wa neema.